Bwana, kwa upande huu mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wa Viral, lakini RK maumivu na machozi kwa upande wake imekuwa ndio bwana, ndio jadi yake bwana. Tunaona ni maumivu tu kwa upande wa RK bwana, bado bahati hana mwamba wetu ambaye ni RK mpaka sasa. Sijui itakuwaje kwa upande wa RK, lakini tunaona mpango mwingine ambao Prince ameweza kuusuka. Yani sababu ambazo tunaona ni kwamba nia na mipango alionayo kabisa ni kumweka Viral na RK mbali kabisa, na ndicho ambacho tunakiona hapa kinatokea mpaka sasa, kwa sababu tunaona alijaribu kumdanganya kwamba utapolala na mimi then mimi nitakusaidia kwenye kesi yako na nikwambie tu RK atarudi. Sasa bidada bila kukaa chini na kufikiria akajiachia mwenyewe. Matokeo yake ndio hayo. Sasa kwa matukio haya ambayo imeweza kutokea, tukio hili ambalo RK ameweza kuwakuta katika ofisi, lakini kimahaba mwamba akaendelea kumshika nywele zake. Sasa unahisi kwa matukio haya Viral anatumia lugha gani RK ameweza kumuelewa? Kiufupi hapa ni pagumu sana, yani mpaka sasa ni pagumu, kwa sababu sijui Viral atatumia njia gani na lugha gani ambayo inaweza kueleweka, kwa sababu sio kitu chepesi na kirahisi ambacho first day umewakuta mwamba anatoka bafuni anaoga, then baadaye umeenda kuhitaji kujitetea, lakini mara ya pili tena mwamba ametengeneza mfumo umewakuta katika ofisi ya mwamba. Sasa unahisi hata kama wewe ni mwanaume ambaye una moyo, ambaye una maumivu, na tunajua hamna mwanaume ambaye anapenda kuchitiwa kwenye maisha yake. Kiufupi katika momenti naweza kusema kwamba pole Viral, kwa sababu hauwezi kumpata RK tena kwenye maisha yako, kwa sababu kwa matukio haya ni ngumu sana RK kuweza kuamini kwamba hamna chochote kitu ambacho kinaendelea, na wakati huo tayari wameshakwisha kufanya naye mapenzi Prince. Sasa je, unahisi huyu mwamba kwamba ni bure tu hivyo, kwamba baada ya kufanya mapenzi kwamba bure, lazima atakuwa na evidence zozote ambazo ameziandaa kwa ajili ya kumthibitishia RK kwamba bwana yule ni mtu wangu na tumeshafanya nini mapenzi? Sasa je, unahisi hapo si ndio kabisa atakwenda kumpoteza kabisa RK? Kiufupi naweza kusema bidada bwana hajatumia kujiongeza kwa hapo. Kiufupi amefeli, kwa sababu njia ambayo ameitumia, kwa sababu kama mwamba Prince anampenda hawezi kumfanyia mazingira ya namna hiyo au vitu vya namna hiyo kwamba afanye naye mapenzi tu alafu hivyo imepita hivi. Lakini tunamjua mwamba kama before tu baada ya kumwambia, lakini tunaweza kusema kwamba kosa ni la bidada au mrembo Viral ambaye aliweza kumwambia ukweli wote kwamba lakini mpenzi wangu, lakini baadaye kumwambia sijalala naye. Lakini tunaona bidada Viral ndo alizingua, kwa sababu alikuwa hana haja yoyote ya kumwambia maneno yote yale, kwa sababu pangekuwa na namna pengine at least akaangalia namna ya kucheza naye yeye mwenyewe Prince, kwa sababu mpaka sasa tunaona tayari ameshatengeneza uadui kati ya marafiki wawili ambao walisoma pamoja. Sasa tunaona bidada mrembo hapa ni Viral amekuwa sababu ya kuvunja urafiki wa watu wawili, lakini tunaona baada ya yeye kuingia katikati, lakini bidada anajikuta anatumika pasina kujua kwamba anahisi kwamba ndio njia ya kusaidiwa mpenzi wake ambaye alikuwa ni RK, kama namna ambavyo yeye anavyofikiria. Lakini tunaona kwamba mpango yote ni bure, na sidhani kama kuna kitu chochote ambacho Prince atatoa msaada kwa ajili ya kumsaidia RK kesi yake. Sasa ngoja tuone mwisho wake itakuwaje, lakini bidada tuseme kwamba amepoteza mpaka sasa, kwa sababu hakuna namna yoyote na njia yoyote ambayo anaweza kuitumia kumshawishi RK akamuelewa. Lakini upande wa pili ambapo tumeweza kumuona pia Duma ambaye aliweza kukutana na Mo akajaribu kumwambia ukweli wote kwamba yeye alishawishiwa na mapenzi, ndio maana akawa amechukua dokumenti akazipeleka kule. Sasa baada ya hapo tunaona Duma anamwambia anahitaji kuzipata dokumenti. Bwana mwamba anasema sasa itakuwaje, anamwomba msamaha kaka yake, lakini bado imekuwa ni ngumu. Sasa je, unahisi Mo atazipata wapi document, na wakati huo tayari document ambazo alimpelekea Nice alimpaka kaka yake, na then kaka yake akazipeleka kwa mwanasheria. Sasa kuna kivumbi ambacho kinakuja kutokea hapa ambacho hakuna anajua, lakini tumeona maneno ambayo Mo alikuwa akizungumza baada ya kukutana na Nice moyoni mwake kwamba akijichanganya tu kwamba akanipa mapenzi nitamchezea then ni mbwaje bwana. Kwa hiyo tunaona kila mmoja, lakini Nice ndani moyoni mwake pia naye anajizungumzia kwamba mimi bwana wewe ninakuchukulia kama rafiki yangu. Bwana hii ni siri ya huba. Ukisikia tamthilia bomba, siri ya huba ndio hii. Kiufupi kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana humu ndani, au karakta namna ambavyo walivyocheza ni kwamba vinachanganya sana. Tunaona watu wawili tayari, mwamba ambaye alikuwa ni Mo before alikuwa na mapenzi ya dhati, lakini sasa hivi amerudi kwa ajili ya kutaka kumkomoa Nice. Sasa je, atafanikiwa kumkomoa Nice? Lakini na Nice naye katika kitu ambacho anakiepuka ni kufanya mapenzi na Mo. Sasa na Mo anatafuta gap hilo kwamba atapofanya naye tu mapenzi au atapompa penzi lake basi
atambwaga. Bwana hatari. Hii ni tamthilia bomba ya Siri ya Huba bwana. Nikwambie nikukumbusha kusubscribe hapo, tusupport kwa njia ya kusubscribe hapo chini ili uweze kwa kwanza kupata video zetu kila siku. Lakini pia nikwambie mambo ni moto, mambo ni fire katika tamthilia bomba ya Siri ya Huba. Bwana I say kuna tukio kubwa ambalo linakwenda kutokea sasa ambalo kiufupi utakwenda kushangaa ambacho kitakwenda kutokea sasa baada ya mwamba wetu ambaye tunaona Mon this time wamerudi kitofauti, ni tofauti na mwanzo kwamba alivyokuwa kama bwabwa fulani hivi, yani hajielewi kwa sababu ya mapenzi. Sasa hivi tunaona amerudi kikazi kwa ajili ya sijui ni kisasi au ana nini ambacho alichonacho, kwa sababu tunaona mpaka sasa naye amerudi katika game, yani anacheza na Nice. Na kiufupi ni Nice kweli, Nice hampendi Mo hata kidogo, kwa sababu anamchukulia yani sini namna gani, yani anamchukulia poa na kawaida tu kama mtu anayepita, lakini Mo alikuwa akimpenda kwa dhati. Lakini tunaona Mo kwa sasa hivi amerudi kitofauti sana. Lakini tunarudi pia kwa muda wa pili ambapo tumeweza kuona mazungumzo kati ya Veso na Maria, ambapo tunaona Maria alikuwa akimgombeza sana Veso kumwambia kwamba atoke katika nyumba yake kwa sababu hawezi kuishi na mtu ambaye ni muuaji. Kiufupi bwana, bwana mwamba ambaye ni Veso kiufupi ni mtu fulani mbinafsi sana, kwa sababu anahitaji kuwa kiumbe ambacho ni uzao wake mwenyewe na yeye mwenyewe ndio hivyo. Sasa tunaona anahitaji kutoa ujauzito ambao uko kwa Maria. Sasa Maria naye ameweka ngumu sana, haitamani, hahitaji kuona ujauzito wake unatoka kwa sababu ya masharti au maelezo wapa daktari kwamba atapojaribu kutoa ujauzito huo ndio mwisho wake wa kubeba mimba nyingine. Sasa hicho ni kitu kwa upande wake hatamani kukiona. Haijalishi kwamba sawa pengine alikuwa ampendi Veso kutokana na matukio mengi ambayo aliweza kumfanyia hivyo, lakini tunaona kwa sasa Maria kidogo amebadilika. Ni tofauti na Maria yule ambaye tulikuwa tunamjua. Ni Maria kwa sasa ni Maria mwenye mawazo mazuri na mwanamke fulani ambaye anajitambua. Natamani kuona comment kutoka kwa watazamaji wetu ambao wamekuwa wakifuatilia tamthilia ya bomba ya Siri ya Huba. Tuambie katika comment yako, je, vipi unamzungumziaje Maria hivi sasa? Je, huyu ni mwanamke fulani ambaye yukoje kwa sasa ambaye unaweza kumzungumzia? Kiufupi naweza kusema huyu Maria wa sasa hivi ndio Maria mwenyewe ambaye tulikuwa tukitamani kumuona kwa muda mrefu kwa sasa, kwa sababu tunaona ni mtu fulani ambaye anamshauri Veso mambo mengi. Lakini kubwa zaidi ni kwamba baada ya mazungumzo hayo tunaona aliweza kumpa masharti magumu sana Veso. Kiufupi sijui Veso atajibu nini, lakini mpaka sasa hatujapata majibu kutoka kwa Veso kuhusu hicho ambacho Maria alichomwambia au hayo masharti ambayo aliyompatia. Ni kwamba amechomwambia ni kwamba waende mahakamani na aweze kuthibitisha na kusaini. Kama endapo ataenda tofauti na makubaliano waliokubaliana, mmoja kati yao aweze kufungwa. Bwana hatari. Kifupi hilo swala limeweza kumshtua sana Veso kwa upande wake, kwa sababu hakutegemea hakuweza kusikia hicho au hilo sharti kutoka kwa Maria. Bwana, lakini Maria alichokihitaji kutoka kwa Veso ni hicho kwamba wakubaliane kwamba yeye waende mahakamani then watie sign, wakubaliane kwamba endapo mmoja wao kati yao atapoenda tofauti basi mmoja wao afungwe. Sasa je, Veso atakubali kuingia katika mtego huo wa Maria? Tunaona Maria sasa hivi bwana ameamua kutumia akili kubwa sana, kwa sababu ameamua kukubali kumsamehe Veso, lakini ameamua kumpatia masharti kwamba endapo atakubali hivyo basi yeye atakuwa hana shida yoyote. Lakini maamuzi yake aliyoamua ni haya. Bwana, hem tuambie katika mpenzi mtazamaji, katika comment yako hapo chini andika, je, unahisi Maria yuko sawa kwa hicho ambacho anakifanya? Kwa sababu tunaona Maria anaamua kutengeneza mipaka au ulinzi kwa upande wake, kwa sababu ameshajua nia ya Veso sio nzuri kwa ajili ya ujauzito wake. Sasa je, unahisi Veso atakubali na ataweza kutia saini na kwenda mahakamani kwa ajili ya kujifunga mwenyewe? Kwa sababu kesho atapofanya tofauti basi mahakama lazima imchukulie hatua au serikali. Sasa je, Veso atakubali kuingia katika mtego wa Maria au katika mfumo huo wa Maria ambao ameuhitaji, au katika masharti hayo ambayo Maria ameyataka yeye kwamba anatamani au anachotaka ni kwamba waende mahakamani wakubaliane? Sasa Veso nini ambacho atakijibu? Bwana, hii ni tamthilia bomba ya Siri ya Huba. Kiufupi yajayo yanafurahisha. Bwana, kinachokuja ni kikubwa zaidi, kwamba baada ya hapo tunaona Veso anajitahidi sana kuendelea kuhitaji kuendelea kubaki na Maria, na Maria alikuwa amedhamiria kabisa kuweza kumfukuza kabisa Veso kwenye maisha yake, kuhitaji kabisa kumuona kwa kitendo kile ambacho aliweza kukifanya cha kuhitaji kuharibu ujauzito wake. Bwana, sio mwamba Veso bwana, kiufupi anazingua sana, kwa sababu
ya mwenendo wake na tabia zake, kwa sababu ule ujauzito ni wa kwake yeye, lakini tunaona tabia na vitu ambavyo anahitaji kuvifanya. Yani ni mtu fulani ambaye hafikiri kesho itakuwaje kuhusu Maria, kwamba baada ya kupoteza ujauzito huo hataweza kuzaa tena. Sasa tunaona anashindwa kuwa na huruma na mwenzake ambaye ni Maria, kwa sababu mpaka sasa tunaona Maria ameamua kukubali kumpokea Veso kwenye maisha yake bila shida, kwa sababu japo sawa Veso ana changamoto zake, kwa sababu anachoshindwa kuelewa ni kwamba Veso sometimes anakuwa ana roho nzuri, sometimes anakuwa na roho mbaya, yani anashindwa kumuelewa. Ndio maana kama kufanya maamuzi yao kwamba at least kwamba waamue kukubaliana na kuweza kutia saini mahakamani kwa ajili ya makubaliano. Endapo ataenda tofauti, then mahakama ikafanye ichukue sheria yake na kuweza kumwadhibu. Bwana, Veso atajibu nini? Hebu mpenzi mtazamaji, andika comment yako hapo chini uniambie, je, Veso unahisi atajibu nini, au unahisi katika episode hii ambayo inafuata Veso atajibu kitu gani? Kwamba atakubali kwamba sawa twende mahakamani niweze kukubali, kwa sababu Maria alichomwambia kwamba ili niweze kuamini kwamba umebadilika ukatie saini tukubaliane, endapo utaenda tofauti then uchukuliwe hatua za kisheria. Sasa unahisi mwamba wetu ambaye ni Veso atakubali? Kwa sababu huyu mwamba kama tunavyomjua bwana, haishiwigi mambo, haishiwigi vitembwi, kila siku ni mtu wa mambo mengi. Sasa je, unahisi atakubali kuweza kusaini na kujifunga mwenyewe, au nini ambacho atakifanya? Lakini kubwa zaidi ambacho kiufupi mpaka sasa tumeweza kuona ni kwa upande wa Nice na Mo, ambaye mpaka sasa tunaona Nice alikuwa akimtegemea Mo, lakini Mo tunaona sasa hivi amerudi kama katika ndani ya game, sio kwamba amerudi kimapenzi kwa ajili ya Nice, lakini amerudi kwa ajili ya game. Sasa itakuwaje mwisho wao kati ya Mo lakini na Nice, na nini ambacho kitatokea na kujiri kwa upande wao? Kwa sababu tunaona kiufupi Nice alikuwa akimtegemea Mo na alikuwa anamuendesha kama roboti fulani hivi au mtu fulani ambaye hajielewi, lakini tunaona Mo kwa sasa amerudi na yeye katika game ndani ya game. Bwana, hii ni tamthilia bomba ya siri ya Hoba. Bwana, kama bado hujatazama episode hii, kaangalia uweze kuona nini ambacho kimeweza kujili, lakini tumeweza kuchambua katika episode hii ambayo tumeweza kukutana na matukio mengi ambayo yameweza kutokea huko ndani, lakini kwa zaidi ni Halake baada ya kuweza kuitwa na Prince kwenda kukuta tena bidada ambaye ni mrembo wake, au unaweza kusema usingizi wake, ambaye alikuwa usingizi wake, furaha yake, mpenzi wake wa moyo ambaye alikuwa akimwamini zaidi, amemkuta tena kwa Prince. Aisee, nauma sana. Kifupi tunaona machozi ambayo ameweza kudondosha mwanaume wa nguvu ambaye ni RK. Aisee, nauma sana. Kifupi usiombe kikakuta kitu kama hichi ambacho kimemtokea RK kwenye maisha yake, kwa sababu pale unapomwamini mtu alafu then anakuja kufanyia vitu kama vya namna hii ambavyo Violet anavifanya, kifupi inauma sana. Na kifupi mpaka sasa anaweza kusema Violet amepoteza kwa upande wake, kwa sababu hakuna njia yoyote ambayo ataifanya au atatumia kwa ajili ya kufanya RK endelee kubaki kwenye maisha yake. Kiufupi Prince alitumia kumdanganya tu, na tunaona mifumo na mbinu ambazo anaendelea kuzifanya ni za kumweka mbali RK na Violet wasiweze kuwa karibu tena kwenye maisha yao. Bwana, sijui itakuwaje na Violet, nini ambacho atakifanya baada ya hapo, baada ya tukio hili, kwa sababu tunaona alimwahidi kwamba Prince, endapo nisipoweza kurudiana na RK nitakuchukia, yani utakuwa mwanaume wa kwanza. Sawa, utamchukia, lakini bado hakuna chochote ambacho au utachorejesha au kurudisha katika hali yake, bado umepoteza mrembo. Kwa hiyo tumpe pole bwana Violet kwa mara nyingine, lakini pia RK ambaye yeye amekuwa ni mtu wa kulia kila wakati kwa sababu ya mapenzi. Bwana, ikiufupi inauma sana, usiombe kutokea kitu cha namna hii, inauma sana na inasikitisha. Violet kwa upande wake anahisi kwamba anaweza kumrudisha RK. Kiufupi anajidanganya sana, na kwa tukio hili tena ambalo alimeweza kutokea hapa, naweza kusema Violet na RK bye bye katika tamthilia ya siri ya Hoba. Labda sijui kama inaweza ikatokea nafasi yoyote ile nyingine ya Violet kuweza kumshawishi RK. Bwana, inatisha sana, na kiufupi naweza kusema bidada amezingua kweli, amezingua kinoma noma, na sijui atafanya nini njia nyingine kwa ajili ya kumshawishi au kuweza kumrejesha RK kwenye maisha yake. Tumpe pole Violet bidada ambaye ameweza kudanganywa na Prince, mwamba wetu ambaye ana mipango yake kichwani. Bwana, Prince bwana sio mtu mzuri. Sasa sijui kuhusu kesi yake RK ataisimamia kweli
au nini ambacho kitatokea, kwa sababu tunaona kupitia kesi ya RK ndio imekuwa sababu ya kumtumia Verratti kwa ajili ya faida zake. Sasa tunaona anajikuta mwisho wa siku anamuumiza rafiki yake katika moyo au ndani ya moyo wake, anamuumiza kimahusiano kupitia kesi yake mwenyewe, na wakati wa RK hajui lolote kwamba nini ambacho kinaendelea nyuma ya pazia. Lakini sidhani kama anaweza akamsikiliza kwa namna yoyote Verratti kwa sababu ya matukio haya, na tunaona before kabisa hakutaji kumsikiliza Verratti, alihitaji kuzungumza Verratti mambo mengi kwa ajili ya kumwelekeza RK, lakini kwa matukio haya na wakati huo tayari amekwisha kulala na Prince. I say hapo naweza kusema ameatimba, kwa sababu mpaka sasa hakuna namna yote itawezekana, kwa sababu kama huyu mwamba kwa michezo hii ambayo anaifanya tayari najua tu kwamba atakuwa ana evidence zote alizonazo za yeye kulala na Verratti. Sasa unahisi Verratti atafanya nini kwa upande wake? Naweza nikasema nimpe pole Verratti kwa mara nyingine, kwa sababu hiyo imekuwa njia ya yeye kumweka mbali na RK. Kiufupi ametumia, hakujiongeza wala kujifikiria kwamba kushawishiwa na Prince ambaye tunaona ni mzee wa mipango, kila siku ana mipango kwa ajili ya kuvunja kabisa mahusiano ya RK na Verratti. Na bana tunaona kama mbinu zake zimeweza kutimia, lakini kwa upande wa Verratti ameweza kupoteza, lakini RK naye ni machozi maumivu kwa upande wake, anazidi kuteseka na mapenzi. Na bwana hatari hii ni tafsiri ya bomba ya asili ya huba. Usiombe akakukuta ya ambao umeweza kumkuta RK, lakini pia tazama Mo namna ambavyo kwa sasa ameweza kurejea. Ngoja tuone mwisho wake utakuwaje kwa upande wa Nice. Wakati huo Nice alikuwa akimtegemea kama msaada wake Mo. Bwana ngoja tuone, lakini tusubiri katika episode inayofuata hivi karibuni na kwenda kutoka, na inakuja na majibu halisi kwamba nini ambacho kitajiri. Lakini pia natamani kuona comment za kutosha hapo chini, ukituambia mpenzi mtazamaji unatamani kuona nini kinajiri au kutokea katika episode inayofuata. Bwana, na pia uniambie kwamba umependa nini katika episode hii na nini ambacho hujakipenda. Bwana, niseme asante kwa kuwa pamoja na sisi, asante kwa kuangalia katika channel yetu pendwa. Bye bye.